Karibuni kwenye mkutano wa kuelekea mchezo wa kombe la shirikisho, mchezo wa mkondo wa pili kati ya Singida Black Stars ambao wanacheza dhidi ya Flambeau, mchezo ambao unachezwa kesho Azam Complex pale Chamazi saa 1 za usiku. Na leo ni mkutano wa kiufundi ambako tunaanza na wageni Flambeau ambao watatueleza kiufundi wanajiandaa kiasi gani kuelekea katika mchezo huo wa hapo kesho. Na tunaye coach wa kikosi hicho, lakini pia tunaye captain wa kikosi cha Flambeau. Kocha, kesho ni mchezo wa mkondo wa pili dhidi ya Singida Black Stars. Nyumbani mlipata sare dhidi ya Singida. Sasa mpo ugenini. Unadhani utakuwa ni mchezo wa aina gani na mko tayari kwa mchezo wenyewe? Na ni kweli kwa gisi hatukuweza kujipatisha advantage kwetu. Hapa Mungu alijalia tulifika salama, na naweza nikasema kwamba tulifikaga mapema, tulifikaga siku ya 3. Kwa hiyo sisi tuko tunajiandaa, na hapa tumekuja kupambana do chance yetu ya mwisho, tuangalie gisi tunaweza tukapata qualification. Ndo lengo letu kuja hapa. Hatuje hapa kutafuta sare, hatuje hapa tumekuja kutafuta ushindi. Sare ya nyumbani ya goli 1-1. Uone kwamba inampa nafasi mpinzani wako Singida Black Stars ambaye yuko nyumbani. Kweli ni kwake ni advantage aishapata, lakini na si ndo wakati wetu kuangalia gisi ya kufanya vema mwai macho tunacheza kesho, na tungali na imani kama tunaweza fanya vizuri zaidi ya vile tulifanyaga nyumbani. Swali kwa kocha. Kwenye mchezo nyumbani mmeruhusu kwa umoja na nyinyi mkapata kwa umoja. Katika mchezo kesho mnacheza na Singida ambao hata draw kwao ni matokeo mazuri. Kama mwalimu unaingiaje katika mchezo huu? Draw itakuwa ni advantage kwa draw ya sare ya 0-0. Kwa hiyo si ndo maana nilisema hatuna cha kuzibidia, hivi tuko hapa kutafuta ushindi, tuko hapa kutafuta sare. Ndo maana hii advantage tulipata nyumbani, na sisi tulikuja hapa itafutisha hapa. Kuna mchezaji wote ambaye anakosekana kuelekea mchezo wa kesho? Pako mchezaji atakosekana, lakini tutajaribu gisi ya kutumia mfumo wenyewe au utatuma absence yake ionekane. Swali lingine? Ni kweli kukutana na Singida, kiwango chao kiko juu, wako na kocha mzuri, wako na wachezaji wazuri wenye experience kubwa. Kwa hiyo ni timu yenyewe tunaheshimu sana, lakini hata tunaheshimu na sisi tuko tayari kupambana, tuangalie gisi hii final chance tunaweza tukafanya vizuri. Lakini kuhusu timu wako kiwango kizuri kabisa, na itatomba nguvu nyingi kusema tufanye vema huko. Aina kiwango ambacho tunakutana nacho kama timu. Hii inawapa nafasi ya kuweza kufanya vizuri kwa mchezo wa kesho. Sorry, sikuelewa vizuri. Kiwanja. Pitch. Ambao tunakutana nayo kesho. Ni kama ile ya kweli. Hii leo kuwasumbua. Haiwezi kutusumbua juu hata zoezi kwetu tunafanya uwanja wa vile. Kwa hiyo hatuna shida lolote kuhusu kiwanja. Swali lingine? Pressure hata sio wenye experience kubwa. Pressure hakuna juu hivi hata kaoga kalionekana mwanzo macho tulichezeaga kwetu. Hivi pressure ishaisha juu walionaga mimi tunacheza nao hautakuwa mpya tena. Nafikiri kama kesho kaoga hataonekana tena. Wa kikosi cha Flambeau ambaye atatuambia kwa niaba ya wachezaji mnakwenda namna gani mkiwa tayari mchezo uliopita mkiwa nyumbani mlipata sare ya kufungana goli 1-1. Naweza nikasema kwamba kiupande wa wachezaji wote wako vizuri, hakuna injury yoyote, na tunamshukuru Mungu tumefika salama hapa, na tumejipanga kabisa ili tuone kama mechi ya kesho tutatoa matokeo. Kucheza ugenini katika mchezo huo wa mkondo wa pili ambao ndio wenye tiketi ya kuingia kwenye hatua ya makundi, kuna ugumu kiasi gani kwa ugenini?
Ndiyo, ugumu upo kwa sababu ukishafika kwenye hii stage hakuna tena timu dhaifu. Timu yote yenye imefika kwa hii stage inakuwa ni timu yenye ina uwezo wa kufanya vizuri. Kweli ugumu upo, ila tumejipanga vizuri ili tuhakikishe tumefunga mechi ya kesho. Kama wachezaji kwa mchezo wa kwanza ambao umeruhusu kwa moja, lakini baadaye kwa makosa ya kipa wa Singida Black Stars wamefanikiwa kusawazisha, mchezaji gani alikuwa hatari sana kweli katika mchezo wa kwanza kwa upande wa Singida? Yes. Naweza nikasema kama kwa upande wa Singida baadhi ya wachezaji wote ni top players. Wachezaji wengi wamecheza vilabu vikubwa hapa. Siwezi nikasema mchezaji umoja, ila kwa ujumla ni wachezaji wazuri na tumepata muda wa kuwaona, wa kuangalia video ya zile mechi zao. Nafikiri kama mechi ya kesho itakuwa nzuri kwa pande zote mbili. Mwalimu ameshafanya kazi hiyo kwenye uwanja wenu wa mazoezi kuelekea mchezo wa kesho na leo. Ndio. Ni kama wachezaji na wajaribu hasa kambi ikiwa wamekuja au nini na kuruhusu goli moja na kibarua kizima waweza kutafuta goli moja gani na kuweza kupata nafasi ya kucheza na makundi ikiwa pia historia kubwa kufika kwenye hatua hiyo ikiwa Singida na wanataka hatua hiyo ili kuweza kuandika historia tangu kwa wewe mzima. Nawaza pande zote mbili, Singida na sisi, motivation kubwa yetu sisi wote ni kufuzu. Na sisi kwetu wachezaji tunajua kwamba hii mechi tunalazimika kufunga angalau goli moja, kwa sababu sare ya 0-0 ni disadvantage kwetu. Sasa hiyo inatulazimu mechi ya kesho tupate matokeo la kulihali. Macho na masikio ya mashabiki zenu kule Burundi kwa Tanzania kwa sasa. Nyinyi kama wachezaji na nini kuelekea mchezo huu? Sisi upande wetu tunawaahidi kama tutajituma na tutapana kadiri ya uwezo wetu ili tuhakikishe mechi imeendeka vizuri, na tunawaomba washabiki wetu wenye wako Burundi wazidi kutuombea ili mchezo uendeke vizuri. Asante captain, asante coach. Asante. Hapa tumefika mwisho wa mkutano wetu. Kila kheri kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Singida. Asante. Basi hivyo ndivyo ambavyo tumemaliza